Safi mtazamaji wa Amaika Media katika bunge la Magharibi, na raundi hii tuko katika eneo bunge la Malava katika kaunti ya Kakamega. Taarifa fupi tu ama chache kuhusiana na eneo bunge la Malava ni kwamba mwaka uliopita, mwaka 2025 mwezi wa 11 pale kulikuwepo na uchaguzi mdogo wakimchagua mbunge wa eneo hilo, na sasa hivi Mheshimiwa David Athman Ndakwa ndiye mbunge wa eneo hilo. Lakini tuko katika wadi ya Manda Shivanga ambayo mwakilishi wadi MCA ni David Kivishi ambaye ndiye mwakilishi wadi katika eneo hili. Na sasa hivi tuko kwenye soko ya Shivanga ambayo tutakuwa na nafasi nzuri sana ya kuzungumza na wenyeji na wakazi wa maeneo haya ili kwamba watoe sauti yao kwenye jukwaa hili la bunge la Magharibi, wakizungumzia masuala ya miundo msingi, siasa, elimu, afya na mengine. Lakini kabla ya kwenda sana, napenda kwamba nikufahamishe kwenye hii soko ya Shivanga ipo na mwenyekiti wake, ipo na yule ambaye anasimamia soko hii ya Shivanga. Tutakuwa tunazungumza naye ili kwamba aweze kutuelezea soko yenyewe iko namna gani, biashara iko namna gani, hali ya usalama iko namna gani. Jina langu ni Nelson Songa. Napenda nikukaribisha baba, ujitambulishe na uweze kutuelezea tu soko ya Shivanga iko namna gani. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Simon Molenja Burudi. Mimi ndio mwenyekiti wa hii soko ya Shivanga. Hii soko ya Shivanga ni soko ambayo inafanya biashara vizuri, inanawili sana kwa biashara. Isipokuwa shida ambayo tuko nayo ni tuko na changamoto mingi. Moja ni kama county government huwa haitusaidii sana kwa upande wa usafi. Hata mkiangalia usafi hapa iko mbaya sana, sababu watu huwa wanaandikwa lakini sometimes huwa hawalipi ama nini, hatujui. Wanaweza kukuja tu safari moja, wanafanya kazi, siku ingine wanaenda, wakienda kabisa wanapotea. Pili, tuko na biashara hapa ambayo inaendelea, lakini hii biashara tuko na changamoto kidogo. Hii changamoto hii huwa tunakata license, lakini hiyo license iko juu sana kulingana na biashara ambayo sisi tunafanya. Unaweza pata watu wako na maduka hapa, lakini ukiona business yao ni kama kwa siku wanapata karibu shilingi 50 ama 100, lakini ukienda kwa upande ya license wanalipa pesa mingi. Sasa hapo tunaweza sema county government ama serikali yetu itusaidie kidogo. Lakini kwa upande wa maduka tuko naye tu mbili ambayo huwa inasaidia wananchi wako vizuri. Huwezi kuja hapa ukose kitu. Lakini tunaomba kama serikali inaweza kutusaidia tupate hata hii manyumba ya serikali ya kama washrooms, toilet, nini, hata itujengee nini manyumba ya kujikinga hata mvua. Tukiwa na shida kama ya mvua huwa tunaenda tu kwa branda ya maduka. Hatuna stall yoyote ya kusema ukiwa na pikipiki yako naweka ndani. Sasa hapa county government ituangalie na itusaidie sana. Kwa upande mwingine, kwa upande wa security, tuko na vijana huwa wanasumbua hii soko sana. Na tena upande wa ulevi, wakikunywa pombe wanakuja wanafanya kelele kwa soko, tena wanaanza maneno kama vita. Sasa hata tukitaka serikali tusaidie, tunataka hata iungane na assistant chief na chief ili watu wenye wanafanya uhalifu wakome. Alafu kwa upande mwingine ni kama upande wa usafiri. Ukitoka hapa Shivanga ukitaka kuenda maybe umepata shida, ukitaka kuenda mahali ambapo uhutumiwe, tuko na changamoto sana kwa upande ya barabara. Njia ni mbovu, hata pikipiki zenyewe ukitaka kupita ni shida. Hapo tunakuwa na changamoto sana. Sijui kama iko neno lingine, lakini naona hivyo. Asante. Tumeweza kusikia kwamba soko yenyewe nzuri, lakini kuna changamoto kadhaa ambazo wafanyabiashara kwenye soko hii wanapitia. Miongoni mwa zile ambazo mwenyekiti wa soko hii ameweza kutuambia ni kwamba kukata leseni
pesa ziko juu sana. Wanaomba kwamba serikali ya kaunti iweze kuingilia kati kidogo. Pia usalama, wanasema kwamba kuna makundi ya vijana ambao kidogo wanasumbua, na hivyo basi wanaomba kwamba idara husika, idara ya usalama iweze kuingilia kati na kusaidia. Usafiri wanasema bado ni changamoto, haijakuwa rahisi vile, hata kama kwamba unaona pikipiki zikiwa, lakini bado kunakuwa na changamoto ikija katika kusafiri. Wanasema kwamba penye wazee hapaharibiki neno. Napenda nimkaribishe mzee hapa ili kwamba azungumze katika lugha yake yeye mwenyewe, ili kwamba tuweze kusikia kwake na yeye anasemaje kuhusiana na maendeleo na hali ya usalama, hali ya biashara katika eneo hili la Shivanga na hata wodi nzima ya Manda Shivanga. Baba, naomba useme jina lako alafu tuelezee. Liera Francis Nabangala Masai, Kurula Buanga area, Muriolo sub-location, Shivanga location, Manda Shivanga. Mbera Shivanga no. Na Shivanga no, eshite ya kulolanga, ne parapara. Urumo wa shanja bore. Parapara yo kuchenda. Kwali nende MCA wabe waruro ko kuranga. Ya ko khora khamendele walimo ko parapara wa khule retita kusoko kuno. Ne kwamu kuisia khori kujariba ko undi. Wo khwarakho amendele kache natira masika arandianja abana abelese go tshiringi 100 na kamendele kache ka kholanga go ka khonya go ngaka ya khabiri yeni MCA wo Manda Shivanga saru mpunga ta mpunga wefu yafire ne ukhwate mbulwani nuko akhate mbulwani khuriyo MCA yajachira khandu khulwana washobera khumukhonya medle wo Manda Shivanga wachako khwesari ndenyango bwambutse South Kapras khonda akoro khumanya MCA mwene aparanga ariene tawe ekasi iye wakhaywa khubola khuri 2027 netukha ato mwana warila zamweyiti newetsa khola mwesi chisale shene shisicha sichirino ndo mundu ukhonya ta naka khulakho Manda Shivanga nenu wakhatsia serikali yefu khu constituency ya Malaiva ata nukhole shokhupa tsikura sicha wananchi abene nukhuchakula omundu khuri khola chakulanga omundu serikali naye yaleta nende wabo yerikhola nyanga omundu uno natsie omweshimie wefu watirakho sikhwamumanya ta omundu okhopara khuri alwananga nende Seth Panyako yalingi nani Faruki Kibeti naye okhomanya khuri Faruku alwananga nende Seth Panyako hakweza khwanyola bari David ndakone ulwana nne ndakone ulwana nende Seth Panyako ne ndakwa watsia khabundu wena khwatuba nuwa khatsia khu county omweshimiwa oparanya yakhore kasi wandika khabandika pesa wandika abantu ne uli khosikhola kata yenyakhananga natirire woparanya yale sharalia ne asunde khabire andi khubera ale awena ndarilo ne rais wefu khwamuyanza ate 2027 khola khori khunyo khumukalusyayo nautsa nikhwakhetse asiano alesherenje wananchi bene bachakula ompunga wabo alekha khuba khuchakula tawe khwa bundu wenao rais wefu wakhonya khuyimbolera khubola khuri wakhonya lakini akholanga esabu yakhokhola khale yelinje fraction
yitse iri nomwene omanye kalakholanga findu fibele ikulu ne khuboleza khuri bwapungusa imbolera yenyene yapungusa lakini findu tawe ngako kembere nako esebere Francis Navangala Masai okhurula eshibanga. Asante mzee Francis Navangala kutoka maeneo haya ya Buanga. Anasema kwamba kutokea kwa ward pale, anasema kwamba mambo si mazuri. Anasema walikosea kumchagua MCA wakidhani kwamba angefanya maendeleo, lakini hajafanya kitu. Nimeona mmoja wa kazi hapa ambaye ameinua mkono na ni kama ana hoja fulani ambayo anahitaji kwamba aweze kuzungumza. Naomba tuzungumzie tu kwanza kwa MCA. Kwa MCA Manda Shivanga ward iko namna gani? Ese kumera kanye bananga barulison sitadi. MCA udoko uno kwanza wakoruse mwitoko sana. Akotete yanga ata Shivanga onaleka irangano yakholombele shisima nife khulondekha nende shiwawa shefu shabandu bamanda Shivanga nende Shivanga okhurulanga ano MCA basunga bene bari abandu basunga bene bari khweresya abandu bene beshibanga bayobe shisima ngishe MCA khurera nene rakha abandu befu sibal shisima kene shabaliya zesendi sonya khulaume MCA ta kanye nife khurera shiwawa khuri kaso nyokhurusya abandu baale beze bakholera alafu omweshimiwa enjira yokhurula zeshibanga jefe elizisende eshibanga ibera khumwanda sonyo khubeye khuri omweshimiwa enjira yokhutukha nawe ibulawo ta enjira yokhutukha zeshibanga elizisende ibera sawa omweshimiwa abemusiya bosi bari khuno makhuba kano nilakho malai emusiya ulikho bari Iraya Kibishi uno wakhola maendeleo wena betsa balamu beyeranga yene fundu fwe siasa propaganda fono fa khurulakho omweshimiwa khumutase tsingufu akhulombera amakhuba kandi kosi kabani kaliwo kakasi esiasa ya propaganda ikhurusyao omweshimiwa Iraya Kibishi alakalukhaye khumaendeleo kekholere fwe Manda Shivanga omundu nabula khola mukwisi hata kitoko yenyana ta kaba bari nabeyanga eshisima shino omweshimiwa erera efwe abeni fwe khoyobe eshisima ni khwinona mweshimiwa mwene erera tsisendi chindu shosi yarera neleke azovuleyo karyo omweshimiwa wefe Iraya Kibishi akalusha khurera kheliponi khandi khwendeleye neri kama ese mundu lombera pikipiki khushibanga kandi yanda jirari ala alombe shipanda khuno bandu bakhulomba ne bezipikipiki khade ngena ba mushipanda ala mweshimiwa Kibishi niyo mundu sawa ufiti na khuresh. Asante. Ni mmoja wa kazi ambaye anasema kwamba MCA Mheshimiwa David Kibishi anafanya kazi nzuri, amefanya kazi nzuri na wanasema kwamba ameweza kuwasaidia kupata kisima pale, lakini wenyeji ndio wameweza kukiharibu. Kwa hivyo kulingana naye anasema kwamba Mheshimiwa Kibishi yeye ni 2 term. Ningependa labda kama kuna maoni tofauti kishatoa alafu nitaweza labda nipate mwingine ambaye ana maoni tofauti kidogo. Asante sana. Mimi naitwa Thomas Wanjala, mkazi wa Manda Shivanga, area ni Muhuyu. Jambo la kwanza nataka kushukuru sana Mheshimiwa MCA ameweza kujaribu kwa kazi ambayo ameweza kufanya. Na huwa tunaamini kwamba hakuna yule ambaye anaweza kuwa mkamilifu kila sehemu zote ambazo inafaa afanye. Kando na hayo pia kuna mambo ambayo mheshimiwa tulitarajia kulingana na sisi kama wakazi wa Manda Shivanga tuliompigia kura tulitarajia afanye zaidi. Kwa mfano sisi kama vijana tulimpigia kura kwa wingi sana na mara nyingi tulitembea na yeye sana. Mara nyingi tulikuwa tunatembea na yeye tukijua kwamba kwa hakika huyu ni mheshimiwa ambaye ameweza kutambua vijana, wazee, akina mama. Kwa hivyo sisi kama vijana tulitarajia mambo mengi sana aweze kutufanyia, haswa kuweza kuinua sisi kama vijana, lakini ukweli ni kwamba tunapokaa hapa hivi saa hii tukiongea, sijaona kama kuna kijana yote ambaye mheshimiwa ameweza kushika mkono na kupeleka mahali fulani. Kwa hivyo ni jambo ambalo bado tunashangaa kama vijana na tuko na maswali mengi sana kwake. Kwa hivyo aweze kumbuka kwamba sisi kama vijana tulisimama na yeye, na wakati unafika tena 2027 ambapo sisi kama vijana bado atahitaji tuweze kusimama naye. Ninapozungumza hivyo, vijana Manda Shivanga ward ni wengi sana ndio, na wameweza kutrain katika idara mbalimbali. Kuna wale ambao wameweza kufuzu
kama madaktari, kuna wale ambao wameweza kufuzu kama walimu, kuna wale ambao wanaweza kufanya kazi zingine zile za mikono tu, ambapo najua kwamba mheshimiwa, jinsi tulivyokuwa tukitembea na yeye, alituhakikishia kwamba ana connections za kutosha. Kwa hivyo sisi kama vijana, si kwamba tumemkataa, lakini ahadi ambazo alipeana hatuna hata moja ambaye ameweza kukamilisha. Kwa hivyo sisi kama vijana tungali tunashangaa. Ukienda upande mwingine wa maendeleo, nitazungumzia kidogo upande wa elimu. Kwa hakika mheshimiwa aliweza kuchukua baadhi ya wanafunzi alipoingia ofisini akawapeleka shuleni. Ukweli ni kwamba kuna baadhi ya wanafunzi karo haikulipwa. Baadhi ya wanafunzi hao waliweza kutoka na wakashindwa kuendelea na masomo. Nina uhakika kabisa na jambo hilo. Tunapozungumza, kuna wanafunzi ambao waliweza kushindwa. Kuna baadhi ya wanafunzi walienda shule mbalimbali, lakini kutokana na karo ambayo mheshimiwa alikuwa maahidi ikakuwa vigumu. Kwa hivyo sisi kama wakazi wa Manda Shivanga, haswa vijana, tuna imani na yeye, lakini sasa ahadi ambazo aliweza kupeana hatujaziona. Kwa hivyo kwa muda huu ambao umebaki, iwapo ataweza kutimiza ahadi hizo, tutakuwa na yeye pamoja, kwa sababu tumeona amejaribu, lakini sehemu hiyo aweze kuangalia. Ninaposonga mbele, kwa upande wa gavana Oparanya aliweza kujaribu sana. Tuliona maendeleo yake, lakini Barasa kidogo amelala darasani. Hatujaona maendeleo huku kindani. Kwa hivyo tunaona kwamba Barasa huenda asiweze kufaulu mara ya pili. Huko juu sisi watu wa Manda Shivanga Ward, naongea kama kijana, tukiangalia huku mbele tunaona kwamba tumeweza kupata kiongozi ambaye anastahili. Kiongozi ambaye inafaa ongoze Waluya, tuungane ili tuweze kufuata njia inayostahili. Tunaamini kwamba George Natembeya, jinsi anavyotembea, atatupa mwelekeo ambao unastahili, na tunaamini kwamba sisi kama Waluya mara hii tutaweza kupiga kura yetu kwa kikapu kimoja kupitia kwa mheshimiwa Natembeya. Asante. Asante. Wanasema kwamba vijana wana imani na mheshimiwa David Kivishi, lakini wanatamani kwamba aweze kutimiza kwa muda mchache, karibu miezi kama 15 hivi, akaweza kutimiza kila ambacho kimesalia, basi wataweza kumrejesha tena, atakuwa 2 term. Na anasema kwamba wakija upande wa eneo la magharibi mwaka 2027 wanamtambua George Natembeya. Labda kama kuna mkazi yote kuna maoni ya kuhusiana na MCA, kuna lolote nataka kusema, utajitambulisha alafu useme utoe maoni yako. Kwa majina naitwa Patrick Wachia Tatuli, mkazi wa Manda Shivanga Ward kutoka Cheptuli sublocation. Kuanzia kwa MCA ambaye ni mheshimiwa wetu, nashukuru. Kwanza tulipomchagua tulitembea naye sana, akawa mtu mzuri, mkarimu, tukaona ni mtu mwenye mchango mkubwa katika sehemu ya maendeleo. Lakini vile muda umezidi kwenda, nikiongea kama mzee wa umri wa makamu kutoka Cheptuli sublocation. Manda Shivanga iko na sublocation nyingi. Mimi kama mkazi wa kutoka Cheptuli sublocation, upande wa maendeleo asua sana upande wa stima, Cheptuli iko subjected kabisa na haina maendeleo kuhusu stima. Tuko kwenye giza kabisa. Wacha nishukuru watu wa sola, ndio wanatusaidia kwa sababu tunakopa tulipe sola, lakini stima haiko. Hapo nikawa na shauku na mheshimiwa. Jambo la pili, road network Cheptuli, zile barabara ambazo mheshimiwa angefaa atengeneze Cheptuli. Yaswa sana hii barabara ya kutoka Shivanga Market una cross ukienda upande wa factory direct, kuna route hapo ya MCA kutengeneza. Hakuna barabara imewahi tengenezwa, mpaka wakaazi wamepanda yams. Hapo pia nikaona kuna shauku kwa sababu ako na upendeleo side nyingine. Wenzangu wameongea wanatoka sublocation zingine, kama wao wenye wameongea wa kutoka Muriola, wao sehemu zao zimejaribu kuguzwa kiasi, lakini kwetu hapo nil. Upande wa ubunge, upande wa usalama kusema ukweli tuko na tatizo kidogo, manake
vijana chipukizi wanaibuka, na ni kwa sababu ya mihadarati, kumaanisha kuna insecurity, na hiyo inachangiwa na hawa nahitaji wao sub chief administrators as a whole. Hakuna connection ya administrators na wakaazi. Sasa watoto wadogo hao wenye wanachipuka Gen Z wameibuka kwa sababu ya ulevi, mihadarati, wanafanya vituko usiku, kuteka nyara watu, hususan hizi disco matangas zimeleta shida sana. Hapo nikaona insecurity iko inatuaffect sisi kama wakazi wa Cheptuli. Alafu nikitoka kwa insecurity nisonge kwa ubunge. Ubunge yenyewe tulikumbwa na balaa kidogo, ambapo mheshimiwa mwenye tulikuwa naye aliaga akatuacha, na mwenye tumechukua hatuna uhakika kwa huu muda wenye upo, kwa sababu si kuficha, huyo ni wakusukumwa. Na sasa tujui huyu wakusukumwa atasukuma nini kwa huu muda wenye umebaki, kwa sababu hatuoni mbele. Ila upande wa ubunge mwenye ako kama ataweza kwa hizi mbio za haraka hizi za 100 meters, wacha tuone. Lakini sioni hapo upande wa ubunge, sioni lolote, hatuna hope. Maybe 2027 ndio tutafikiria. Na upande wa governor, hapo naweza sema governor mwenye ako kwa sasa bwana nani Baraza, kusema ukweli, pengine upande wa nikitembea upande wa Shanda huko kwao ndio penye kuna maendeleo sana, lakini zile maendeleo zenye mheshimiwa Oparanya alifanya na mahali penye aliachia pale ndio penye zilikwama. Sioni maendeleo yenye mheshimiwa Fernandes Baraza alifanya. Na upande wa urais kule juu, wacha tumwombee Mungu yule mwenye ako afikishe 2027, alafu tuone, kwa sababu mambo yake mengine ni ya kuongea, sio ya kutenda sana, na akitenda anatenda na mguzo fulani ambapo anavuta upande wake, sio upande wa wananchi. Sasa hapo nikaona kuna tashwishi, lakini wacha tuone 2027. Asanteni sana. Kwamba ameweza kutoa kauli zake kuhusiana na hali ya usalama katika eneo ama lokesheni ndogo ya Cheptuli kule. Nasema kwamba bado mambo hayajakuwa vile. Miundo msingi barabara, nasema kwamba road network haijakuwa sawa namna ambavyo waliweza kutarajia. Napenda tuzungumzie kwa MCA maoni ya mwisho, kisha baadaye tutakuwa tunapanda kwa mbunge. Yupo mmoja hapa ambaye nitaomba kwamba uweze kusimama ili mpiga picha aweze kukunasa vizuri. Jitambulishe alafu utoe maoni yako. Naonekana nikikaa. Okay. Kwa majina naitwa Sami Musia, nikiwa mkaaji wa eneo hili. Kwanza nitaanza kwa kusema hivi. Tangu tufanye election 2022 ni miaka karibu inaelekea. Na kwa upande wa MCA nikiangalia vizuri sana, sijawahi ona ile mradi ya county government imefanya. Kwa mfano tukiangalia kwa hii soko, ile mradi yenye naona sura ya county government, ukiangalia huku nyuma utaona ameandika jina lake. Meaning that ni mwisi wa mchana, sio mwisi wa usiku, ya naipia county. Ukiangalia ile mradi yenye uko hapo ni mali ya serikali. Tukiangalia kuna mradi mwingine wamesema kisima. Unajua kisima uweze kukuja kuchimba mahali watu wanakaa, watu wengi, na ni shamba ya wenyewe. Shamba yako ndio unachimba tu shimo mahali popote, lakini shamba ya serikali lazima uhusishe, upate maoni kutoka kwa wananchi. So nikiona 2022 2023 ile financial bill, ile pesa walipeana, na kwa maoni yangu kuna magari niliu hapa, na hiyo magari inatakana iwe mali ya county, sababu hata yeye mwenyewe ameandika Manda Shivanga Ward. So hiyo magari wakati ikifika 2027, hiyo magari inatakana iwekwe mali safi. Hiyo ni mali ya wananchi na alinunua bila kuhusisha
wananchi. So nikiendelea kwa upande ya mabarabara, mahali barabara siko, Oparanya aliachia ndio tungali na hiyo mabarabara. Meaning that aliambia huyu jamaa anaitwa Parasa, Parasa alishika hao watu na wakasema eti mahali Oparanya alikuwa anatembea wewe usiwahi pita pale. Kwa mfano hapo Malava kwa upande wa governor, asiporekebisha ile barabara kutoka Putali Tumareha, asioni kama atapata hapa kura. So kwa upande wa kura, sisi kama wakaaji wa Shivanga tutavumilia. Upande wa ubunge tutavumilia kwa sababu ukiangalia ile jamii yenye huyu chama anatoka ni kama wanachukuanga tu kwa muta. So ni miezi 16 na huyu chama atakuwa amewacha hiyo kiti na tunafuta mtu mwingine. Asante sana. Asante, maoni yake vile, na pia tutakuwa tunapata nafasi kutoka kwa mama tu wa kipekee ambaye yuko katika kikao hiki ambaye pia atazungumza nasi. Mama, naomba usonge hapa ili kwamba uketi na wazee hapa ambaye pia ni mjane, tuweze kusikia kutoka kwake wamama wajane wameshughulikiwa ama hawajashughulikiwa. Njoo uketi hapa alafu ujitambulishe na uweze kutuelezea. Kwa majina naitwa Nebo Mronji Peter, nikiwa nimesaliwa huku Shivanga ndio kwetu. Mimi nilifiliwa na mme na nikafukuzwa huko na watoto. Naishi kwa eneo letu. Lakini sasa mambo na wajane. Kuna wajane mara 2 mara 3. Kuna wale wajane wameachwa na urithi. Kuna wale wajane wameachwa na mali. Sasa niko nauliza hivi, kwa nini wametuweka pamoja hiyo 2000 wenye hatuna mahali pa kuishi vizuri na wenye wanaishi vizuri? Tunahangaika wengine sana, mostly kama mimi ninahangaika. Kitu ya pili, ninarudishia Oparanya asante. Wakati wa Oparanya alikuwa kitini, mimi nilikuwa nasikia vizuri sana. Oparanya alinijengea nyumba. Oparanya akaniandika kazi kwa njia ya mashinani. Hiyo wakati sikuwa nahangaika. Kitu ya pili, nashukuru huyu MCA wetu. Wakati MCA aliingia kwa kiketi, alikuwa mtu mzuri sana. Na msimlaumu, watu wenye wanamshauri ndio wanampotesha. Mtoto wangu alifanya mtihani na nilikuwa mimi ni mdhaifu, niko chini. Wakati alipokea report, aliweza kunilipia school fees term moja, nikamshukuru. Tuko na njia ya kuingia hapa kwetu chini, ilikuwa imeshindikana. Akatulimia ngawacha achatengeneza vizuri, ukitembea vibaya ni mawe naweza teresa. Nikashukuru ngalau haikufika machine. Hasa ninasi tu huyu MCA wetu atujali watu wa chini kama mimi, mwenye sina urithi, mwenye sina vile nitasomesha mtoto wangu. Sasa nahangaika hata na mtoto school fees. Angalau tumesaidiwa na mambo na nini kwa mafomu tunafeel. But tusitegemee mambo ya CTF peke yake. Inafaa atupe kama ni biashara, atuenue na kitu kitoke kuanzia biashara. Sisi wenyewe tujisimamie. Nimeshukuru kwa haya. Asante. Mama mmoja ambaye ni mjane na anasema kwamba hali ya wajane kidogo inahitaji kuweza kuangaliwa. Na kwa bahati nzuri pia tumeweza kupata mama ndo huyu pia ameweza kufika ili kwamba naye katika lugha ya nyumbani aweze kuzungumza nasi, atuelezee maendeleo yako namna gani, mama wanashughulikiwa ama umesahaulika na wanafurahia nini hawafurahi. Karibu mama, utajitambulisha useme penye unatoka. Mlembe bosi, mlembe kandi. Esiendulanga Eshivanga. Nibero mundu wa chuakali wa kusoko Eshivanga. Kholanga maendeleo. Neshiro khuleka yeli khuba lyosi mheshimiwa wefu Kibishi. Khurula ninjako okukhola ofaita. Shindu shanalola Kibishi
wakhwe shindu shakhwikhalangamo khukusiyanjamo efindu khwali khwatamba khusoko khuno echo wakhurerera echo khusoko khuno khurumishiranga alafu ate esiena namulala nali ngwamire school fees omwana w'omwana wanje oyafwa ne wandashara w'omwana kibishi yakhamalire fees form 4 mwana ulya yakhakhola lichera nakhupira mheshimiwa Sandi khuka yakholera alwanyi wanje mheshimiwa mundu winonanga mheshimiwa na bandu babe bachendanga nabo nanyola abantu bokhumwa amani mheshimiwa no mundu wa maendeleo akholanga maendeleo amalayi sana khongako ni tutam. Mama anamaliza kwa kusema kwamba mheshimiwa MCA yeye ni tutam, yani hakuna story nyingine pale. Nipate maoni hapa alafu nije kwako kwa ufupi tu. Abantu beshibanga mulembe mwezi shinya kuzokula khata mshibanga muno maendeleo yaraye kibishi wakhola maendeleo omwande ne mwande wale machuzi omwale ntutam nuza kwandakwa khandi wizabulei andakwa ntutam ala khola mudas lakini abantu bande abato bano nabachinga mole basezi kibishi wakhola maendeleo tutam ndakwa tutam. Okay, asante. Tunapozungumza tulikubaliana kwamba sheria ambazo zitatuongoza hatutatumia lugha ya matusi. Haturuhusu lugha ya matusi. Kwa hivyo hayo ni maneno yake na sisi ambao tuko hapa hatuungani na yeye, si ndio? Hiyo ni lugha yake ambayo ameitumia yeye mwenyewe, lakini hapa tunakubaliana kwamba tunatoa maoni yetu kwa upendo. Hatutatoa lugha ya matusi. Ningependa ni kukaribisha Dadi ili kwamba nao pia uweze kutoa maoni yako kutokea kwa MCA mpaka mbunge kupanda mpaka juu. Unaona kwamba hali iko namna gani? Jitambulishe. Karibu. Sawa. Asante sana. Mimi naitwa David Sindani. Mimi ni mkaaji wa Manda Shivanga Ward. Nikianza na MCA David Kibishi. Generally hakuna kitu amefanya. One, tukianza ni education. Former MCA aliacha kama tuko na ECD, alikuwa amejenga ECD 5 kwa miaka 5. Kwa Iraya Kibishi huu ni mwaka wake karibu wa 3, wa 4. Tukiangalia vizuri amejenga ECD 1, ingine hajajenga, haijaisha. Tukipiga hesabu kufika next year labda atakuwa amejenga ECD 2 ambapo hatakuwa amesaidia zile shule zingine. In education ECD is developed ambapo ni kazi yake na inafaa ashughulikie. Sasa hakuna kitu amefanya. Tukikuja mambo na infrastructure, hii barabara yenye hapa nyuma inatoka Chumoi kwenda mpaka Ekoli. Ile miaka 10 Oparanya amekuwa, Oparanya alikuwa analima hii barabara. Sisi wakaaji wa Manda Shivanga, sababu hii barabara inapita katikati ya Manda Shivanga, tumekaa tukijua hii barabara ni ya county government. But baada ya MCA Kibishi kukuja, ile hesabu alipiga na barasa, sisi watu wa Manda Shivanga tumeshindwa kujua. Tukienda kuwaulizia mambo na hii barabara, wanatuambia hii barabara ni national government. Ambapo ile hali sisi wenyewe tunajua hii barabara ni ya county government. Oversight yake kwa county imemshinda. Hakuna kitu amefanya hapa, amelalia. Tukikuja mambo na partnership yake na security iko chini. Sababu tukianzia chini, ile kitu tunaona yeye akikuja kwa mikutano ni kukuja na handout kupatiana kwa wale viongozi kidogo kidogo na anatoka. Hakuna kitu kingine anatufanyia. Sisi wakaaji wa Manda Shivanga, hesabu yetu ni rahisi na huwa tunaipiga vile tunampigia. Tuna wale wanaona anafanya, lakini upande wa masomo amelalia, upande wa barabara amelalia, upande wa health hapa Shivanga si mbali kutoka hapa, haina madawa,
haina madaktari, haina chochote. Ukienda hata kwa gate hakuna security. Ile miaka yenye Oparanya alikuwa, tulikuwa tunaona hapa wale security guard wa county wakikuja hapa. Sasa hakuna. Ile hesabu anapiga na parasa, kama tuna pesa zilikuwa za security za hapo, labda anaweka kwa mfuko. Hatuwezi jua. Hiyo tumemweka kwa mfuko, tunaongojea time yake ifike. Tukikuja upande wa mbunge, tulipiga hesabu 2022, tukaona ya kwamba mbunge tulikuwa tunampigia hesabu mpaka 2027, kifo naye ikakuja ikamchukua. Tumekuwa na by election hivi karibuni on 27 November. Sisi watu wa Malava tulikufikiria tunaenda kufanya uchaguzi wa haki. Kumbe hatukuwa tunaenda kwa uchaguzi, tulikuwa tunaenda kwa vita. Watu wa Malava wengi ukiwaangalia nyuso zao wanasononeka sababu ile haki yao ilipokonywa. Ule mtu wako sisi wakaaji huwa hatufichi, si mbunge watu wa Malava, ni mbunge wa Faruku na labda Ruto, si mbunge wetu. Sisi hatukumpigia kura. Tukitoka hapo tukienda kwa governor, Malava iko na ward 7. Tukikuja in population, apart from Butali Chakula sababu iko na kiwanda pale na in population, tukikuja tuko ground, Manda Shivange inafaa tukuwe number 1. Lakini sababu ya 1-2 tuko na almost number 3, ambapo tuko na watu more than 14,000 huko Manda Shivange. Tukikuja kwa mambo na county hapa Manda Shivange, hakuna mtu kwa wale ma-CS ambaye Barasa ameangalia kutoka mahali tunaanzia na Matala mpaka huko juu, aliweza kuona, akaona anaweza kufanya naye kazi. Ukikuja kwa chief of staff, mpaka umulika sana, labda unaweza pata mmoja na hata huenda hutapata. Sasa pia watu wa Manda Shivange tunaona tuko sidelined kwa mambo ya county. Barasa hatutambui. Huwa anakuja hapa mahali tumekaa wakati wa siasa, utampata hapa akituambia sarakasi zake. Lakini yeye pia kazi yake ni duni. Hakuna kitu ametufanyia, haswa sana watu wa Malava. Mahali Oparanya aliachia ndio mahali pale pale tungali mpaka saa hii. Labda anaongoja akifaulu ataendeleza after 2027. Kwake pia kazi imemlalia. Tukienda hapo juu, wengi wetu, mimi nikiwa mmoja, tulipiga kura tukiwa na matumaini mengi. Sababu hii jamaa ambaye ni rais wetu, kwa makanisa tulikuwa tunaingia na yeye vichorochoroni, alikuwa anajua barabara zote mpaka hata za umma ambazo sisi hatujui. Lakini saa hizi imekuwa ile lugha anatumia, wewe mzazi kwa boma ukitumia, watoto wataanza kuita majina. Amekuja juzi Malava, tukielekea kwa uchaguzi, akatuita watu wajinga. Tunamngoja sababu ile slogan ya Afrika ni kukuhamia kuongozi, tunajua atakuhamia. Lakini ile ujumbe tunataka akae naye akijua tunapoenda kupiga kura 2027 atakuhamia kuongozi, na sisi wale ambao tunaenda kuchagua wabunge, hata kuchagua wabunge wa njaa ambao watanunua aweke kwa mfuko. Nenda kuchukua viongozi ambao tunajua tukimchukua tunamtuma aende atufanyie kazi. Ile njia alitumia kumtoa naibu wake, sisi raia tuko na uchungu pia, yeye tunamuongoja kupitia kwa wajumbe ambao tutakuwa tumechukua. Hiyo njia wabunge wenye tutakuwa tumechukua atembee nao. Nikimalizia, tunataka kusema kwamba wale viongozi wote, mimi kivyangu, hakuna kazi wanafanya. MC yake amka asubuhi anasema 2 term. 2 term sio kazi. Ule mwingine tumechagua juzi, mwenye wameleta juzi, akiamka asubuhi hatujui analala wapi, anakuja na mambo ya 2 term. 2 term si kazi. Watu wa Malava tuko nyuma na tunasumbukana sana sababu ya uongozi wa kulazimishiwa. Sasa naomba ya kwamba ile ujumbe wanaenda kaa nao
wakae wakijua 2027 si mbali kutoka saa hii. Asanteni sana. Asante, ndo kauli yake ambayo tumeweza kuisikia na akielezea namna hali ilivyo. Anasema kwamba viongozi tulionao hawajafanya kazi, yeye akaridhika. Anasema 2027 lazima kwamba kuna watu wengine itakuwa PO box nyumbani.